kusema kidogo ya Baba Mtakatifu kwa kawaida. Mmoja kati ya makardinali ambaye kuchukua title hiyo maalum ya kuthibitisha kifo cha Papa kuitwa na kuja kuthibitisha ni sawa. Daktari anasema huyu bwana huyu mgonjwa amefariki, lakini kanisa haliwezi kusikiliza daktari, anataka ipokelewe na mmoja kati ya makardinali. Daktari huyo kufika na kufundisha alijiunga na mashirika ya muundo kidogo kutoka madaktari katika ukosi wa kazi kwa kuita jina lake la matizo ili aliitwa George. Kwa hiyo Papa daktari huyo alifanya mfanyio akaomba madaktari fulani kuita jina lake daktari, asipoitika basi kwa mafariki na yeye kutoka kule na kutangaza tukio hilo. Alikuwa katika ya Sunday Ordinary Marekani, akatangaza kwamba kweli Papa amefariki. Na baada ya hapo siku ya mazishi ilifanywa. Hakuna siku ambayo tumeweka kwamba Papa amefariki azikwe baada ya siku kadhaa, lakini tunasema kwamba Papa amefariki ndani ya siku 21 au yamezikwa na tayari makardinali wamekusanyika kwa ajili ya kutafuta kiongozi anayepata kuongoza kanisa. Na katika kipindi hicho jopo la makardinali kuongoza kanisa pamoja. Papa huyu alichagua kuzikwa kwenye kanisa Bazilika la Maria Mkuu, kanisa Bazilika hilo ambalo sio kanisa kuu la Papa, isipokuwa ni moja kati ya makanisa manne makubwa. Makanisa ya Bazilika makubwa pale Roma ni hilo la Mtakatifu Petro, hilo la Maria Maggiore, la St. John Laterano na lile la Mtakatifu Paulo. Kwa hivyo yeye katika wasia wake anasema na anaandika kwamba angependa azikwe kwenye kanisa hilo la Maria. Wanasema kila mara alikuwa anasafiri angependa pale na kusali, na kila alipokuwa safari alikuwa pale na kusali. Alikuwa na ukaribu wa pekee na mama. Katika moja kati ya mafundisho yake alisema Mkristo siku zote utembee na silaha mbili, dhambi na msalaba. Yeye mwenyewe mkoani pake alibeba siku zote dhambi kuangalia na kimsalaba kidogo katika mkoani wa Somalia. Na hivi alionyesha kwamba ni kweli alikuwa na mchango pekee kwa mama wa Afrika. Wa Baba Mtakatifu anayepata pale Roma kuna kanisa maalum ambacho makardinali ndio huwa wanajifungia kwa ajili ya kuchagua Baba Mtakatifu. Ni kanisa ambacho huko kuna hosteli na majumba ambayo makardinali hukaa kutoka kwa mkutano wao kuchagua Baba Mtakatifu. Sasa wanafanya uchaguzi mpaka Baba Mtakatifu kuja hapa Vatikani. Kwa kawaida makardinali ambao umri wao haujafikia miaka 80 ndio wanaruhusiwa kufanya uchaguzi na kuchaguliwa kuwa kiongozi wa kanisa. Japo sheria ya kanisa haisemi kwamba ni lazima kardinali ndiye atakuwa papa. Wanaume yote kuzingatia iko zoezi katika sakramenti za daraja na kadhalika, basi mara zote ambao ni chini ya miaka 80. Papa anakuja anasalimia watu, anatoa huduma kwanza kwa waumini na kwa tumsifu Yesu Kristo.